Ni mtumishi wa Mungu David Michael. Niwakaribishe kwenye mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, YouTube pamoja na TikTok. Msahau kushare, like, comment, lakini pia waalike na wengine waweze kupata ujumbe wa Bwana kwenye maisha yao. Niwakaribishe sana. Karibu. Moja ya kitu ambacho huwa kipo kwenye ulimwengu wa roho na Mungu amekiruhusu ili kiweze kuwasaidia watu waweze kupata matokeo ambayo wameyakusudia ni kuwa na matendo ya imani. Biblia inasema pasipo matendo imani ni sawa na mwili pasipokuwa na roho umeshakwisha kufa, kwa sababu mwili unapokuwa umekosa roho, maana yake umekuwa unakosa uhai, unakuwa umekosa nafsi, unakuwa umekosa ile nguvu ya kuwezesha kuendelea kuishi kama mwili. Mwili ni kama chombo tu kingine, na mwili unapokuwa tu kama chombo kingine, ili uweze kuendelea kuishi lazima uwe na roho. Roho ndio inayomtia mtu uhai na roho ndio unayompa mtu. Na ndivyo hivyo kwenye swala la imani. Imani peke yake inakuwa haijitoshelezi kama hakutakuwa na matendo. Matendo yanapokuwepo ndio yanapoifanya imani ikamilike. Yaani ni kwamba imani inapokuwa inaenda kwenye ulimwengu wa roho, inaenda inaangalia ili ije ilete majibu katika ulimwengu wa damu na nyama, katika uhalisia wa maisha ambayo tunaishi. Kiwa na imani ya kwamba kaamini kwamba katika biashara yangu nilionayo nitafanikiwa, ninamwamini Mungu nitafanikiwa, na ukawa unajitamkia maneno ya baraka kwamba biashara yangu itafanikiwa, nitapata wateja wengi, nitapata faida, mtaji wangu utakuwa. Ile neno ambalo unakuwa unalitamka ni neno la kiimani. Hiyo ni imani ambayo unakuwa umeionyesha. Lakini hiyo imani ambayo unakuwa umeionyesha haitoshi tu yenyewe kama yenyewe ikupe majibu. Kinachokuja kupa majibu ni yale matendo ambayo unakuwa unachukua baada ya kuwa umetamka. Baada ya kuwa umetamka kwamba nitapata faida nyingi, nitapata mtaji wangu utaongezeka, wateja wangu wataongezeka. Kinachofuata sasa ni kitendo cha imani cha wewe kuendana na kila ambacho umeweza kutamka. Bwana Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu, akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani. Alipokwisha kusema hivyo, hakuacha tu lile neno, lilikuwa neno la kiimani. Alimfanya mwanadamu kutoka kwenye mavumbi ya ardhi, akachukua mavumbi ya ardhi, kisha akamtengeneza mwanadamu akawa ni nafsi hai, akawa ni kiumbe hai. Kumbe neno tu halitoshi kama hakuna kitendo ambacho kitalifanya ile neno liweze kuwa na matokeo. Kwa hiyo kumbe uhalisia ambao tunaokuwa tunautaka, matokeo ambao tunaokuwa tunataka, ili yaweze kudhihirika, ili yaweze kuonekana kwenye ulimwengu huu wa damu na nyama, ni lazima tuwe na matendo ya imani. Ndio maana kwenye Biblia kuna kitabu kinaitwa Matendo ya Mitume. Yale ni matendo ambayo mitume waliyafanya. Yale matendo ambayo mitume waliyafanya, ndio maana Biblia ikaona Mungu akaona ni sahihi sasa kuingiza kwenye Biblia tukawa na kitabu kinachoitwa ni Matendo ya Mitume. Kile kitabu ambacho ni cha Matendo ya Mitume kinatufundisha sisi na kinatuonyesha sisi kwamba ni kwa namna gani tunaweza tukafanya mambo yakaweza kuwa halisia kwenye maisha yetu. Watu wengi sana ambao wameokoka na ambao hawajaokoka wanasumbuliwa na kwamba Mungu, je, ukweli Mungu huwa anafanya au Mungu huwa hafanyi? Ni swala kwamba Biblia inasema kwamba mbingu ni mbingu za Mungu, lakini nchi amewapa wanadamu. Maanake wanadamu ndio wana uwezo wa kuamua mambo yatokee katika uhalisia. Lakini matendo yanapokuwa yanakosekana, mwanadamu anapokuwa anakosa matendo, maanake inakuwa inamfanya Mungu anashindwa kuingilia kati. Ukiamini tu alafu pasipo kuchukua hatua, ukiamini tu pasipo kufanya kwa vitendo, kile kitu ambacho umekiamini kitakuwa ngumu kuweza kutimia. Ukiwa na maono yako, ili maono yaweze kutimia, ni lazima uanze kuyafanyia kazi yale maono na uanze kuishi sawa sawa na yale maono ambayo umeweza kuwa nayo. Huwezi ukawa na maono ya leo kuja kuwa kiongozi, lakini maisha ambayo unayoishi leo hii hauishi maisha ya kuwa kiongozi. Yaani hauishi kufuatilia kwamba kiongozi anatakiwa aweni. Hauishi kufuatilia kwamba vipo vitabu ambavyo vipo kama kiongozi unatakiwa visome, lakini wewe unasema nitakapofikisha umri fulani ndio nitaanza kufanya hivi. Ni hapana. Kama unataka jambo liwe halisi kwenye ulimwengu wa roho, mambo waga ni halisi sana, lakini yale mambo yaweze kutimiza ili kuyahamisha. Kwa hiyo matendo ya kiimani yanachokifanya ni kuhamisha vile vitu ambavyo vilivyo kwenye ulimwengu wa roho na kuvileta kwenye ulimwengu wa halisia.
Biblia inasema katika kitabu kile cha Efeso, atukuzwe Mungu wa Mungu Baba wa Bwana Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani ya Kristo Yesu. Kumbe baraka zimeachiliwa, zipo kwenye ulimwengu wa roho. Baraka zote ambazo unazozitaka, zile baraka za Ibrahim. Biblia inasema amelaaniwa tundikaye msalabani kwa sababu ya baraka za Ibrahim. Kumbe zile baraka zote za Ibrahim, zile Mungu alizombariki Ibrahim kwamba atamfanya kuwa baba wa mataifa, atamfanya kuwa tajiri, atamtajirisha na kile kizazi chake kitaendelea kuwa cha utajiri kutoka kwa Isaka, Yakobo, Yusufu na wengine wanaofuata, hata sisi ambao tumelisi hiyo imani ya Ibrahim nao tukahesabiwa kuwa ni watoto wa Ibrahim na sitapokea zile baraka. Haikamiliki tu zile baraka tuzipokee, kwa sababu tunakosa kuwa na kitendo cha kiimani. Kwa hiyo kitendo cha kiimani tutakachokuwa unakifanya ndicho kitakachokupa matokeo, ndicho kitakachokupa lile ambalo unataka kulifanya. Mungu akubariki sana na usaidie, usiwe mgumu wa kuchukua hatua, kuwa mwepesi wa kuchukua hatua ili kudhihirisha kila ambacho Mungu anataka kifanye kwa maisha yako. Mungu akubariki sana. Amen.